uongozi wetu, na bila kuwachukulia muda, nilikuwa naomba niwashukuru kwa kuwepo wao. Like Sara Sherukindo amenipa mgongo, sijaelewa bado, lakini pengine nyie mnaelewa. So nilikuwa naomba niwashukuru kwa uwepo wenu hapa leo kwenye shwashwa hii. After so many years mmechukua muda wenu mzuri. Nawashukuru kwa hilo kwa niaba ya uongozi. Nafikiri kwa dhati, kwa kibinafsi, tumejitahidi kadri ya uwezo wetu kuwavuta pamoja, lakini huu umoja usififie. We should see other shwashwas coming up in the future. Without further ado, naomba ni mwalike kwa niaba ya mwenyekiti Charles, naomba ni mwalike kaka Saidi ambaye ni mjumbe wa bodi ya udhamini. Asante. Yani kwa kifupi tunapata guidance ya wadhamini wetu. Asante. Kaka Saidi, karibu. Jamani, habari za jioni, usiku. Natamani ningekuwa kwenye kikao cha CCM. Ndio kidumu. Sasa hatuna slogan yetu, lakini mambo ya muhimu kwanza tudili nayo. Jambo la mwanzo, ukipita hivi ukienda mpaka hapo juu, kuna mtu tumemweka kwa wale wote ambao visa zao zina expire saa 1 kamili, atakusaidieni ku extend. Akiula na wenzako mwelekee huko. Lakini jambo la pili la muhimu sana ni kwamba kaka Frank Umari ametoka Tanga na hana pa kulala kwa usiku. Emma, Dorini, Mzilasi, Frank nimekusaidia bwana. Sawa. Yes, I think we want to party. It was nice. Kwa kila hali hatutapoteza muda sana. Tuna mambo madogo housekeeping tuyamalize, alafu turudi kwenye kupati. Cha kwanza namkaribisha ndugu yetu Geoffrey aje. Alikuwa ana machache ya kuongea na sisi. This is a platform ambayo ni nzuri sana, kwa kudumisha yale mazuri ambayo tulikuwa nayo kule City. Kwa hiyo atatuambia hapa I think agenda yake. Kabla ya yote, nafikiri tumshangilie sana kwa kilichotokea. Najua wote tumemsalimia wakati amekuja, si ndio? Lakini kwa ujumla wetu wote, na ni mtihani wa kwamba umelewa sana ama hujalewa sana. Simama juu. Neno la kwanza la mlevi ni mimi sijalewa. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Tumpigie makofi. Karibu kaka John. Mimi nimelewa bwana. Wewe umeanza mapema. Hiyo ni kauli ya mtu aliye mzima wewe. Umetupia. Hakikisha umerudi nyumbani. Yaani kwa kweli. Mtamu na dalili. Hapo sasa inabidi define nyumbani. Lakini nyumbani. Asanteni sana kwa nafasi hii. Sikujua kwamba nitatakiwa kuzungumza. Kwa hiyo ningejaribu kuangalia kwamba ninywe nini, lakini nimeshakunywa kile nilichokunywa. Na baada ya kusema hivyo, niseme tu kwamba sitaki kwamba hii iwe kwamba ni town hall. Basi bakie kuwa shosho. Kwa hiyo kwangu mimi, kwanza na shukuru kwa salamu zenu. Nilipata salamu nyingi kutoka kwenu nyote katika forum mbalimbali.
baada ya uteuzi wangu Novemba na baada ya news nyingine kutoka mwezi uliopita na mwezi wa Disemba vile vile. Kwa hiyo asanteni sana, nashukuru kwa support yenu na furaha yenu. Ni mafanikio yetu sote kama Citibank, na niseme tu kwamba nilivyokuja nilijaribu kuuliza kwamba okay, ndugu zangu wako wapi, naweza vipi kukutana nao, na nilivyoongea na dada Jasmine akaniambia kwamba by coincidence tunashwashwa tarehe 7. Kaambia really, naweza kuruhusiwa kuja? Akaniambia ndio, japokuwa itabidi uchange. Kwa hiyo jamani, nimechanga, kwa hiyo inabidi nile ninywe nizimalize zile nilizochanga. Niseme tu kwamba nafurahi kuwaona nyote, kaka zangu, mabosi wangu wa zamani, colleagues na kila mmoja. Inafurahisha na niuzidi kuwapongeza kwa ninyi kwa kuendelea kuwa na umoja huu. Nilikuwa na joke na rafiki yangu Alifa pale wakati nimekuja kwamba inawezekana kwamba labda niende sasa nikaongee na taka. Kiukweli mnalitumia vizuri, kwa sababu ndani ya City tunatambua kwamba kuna City alumni, na niseme tu kwamba kwa bahati mbaya kwetu sisi kwa hapa Tanzania kwa muda mrefu sasa hatuja, kwa wale tulikuwa ndani, hatukuwa na hiyo chachu ya kuhakikisha kwamba City alumni inaendelea kuheshimika na kupata nafasi ile ambayo kama institution ya City Group inahitaji kwamba mpate. Na ndio maana nilivyokuwa naulizia kwa sababu ni mojawapo ya stakeholder meetings ambazo nataka kuwa nazo. Mbali na kukutana na stakeholders wengine, ningependa kwamba City alumni iwe sehemu ya watu ambao tutakutana nao katika forum mbalimbali, kuweza kuona na kupata feedback mbalimbali. Lakini zaidi ya hapo, ninyi ni special. Kwa hiyo sioni kwamba kwa nini, kwa mfano, kuna matukio mbalimbali ambayo tunayofanya, matukio mazuri, tunaalika watu wengine, lakini hakuna mahali ambapo tunaalika hata uwakilishi. Nimeona tuna viongozi ambao dhabiti kabisa, ukiacha wachache. Nimeona kwamba mmeniangalia serious sana. Kwa hiyo anyway, on a serious note ni kwamba mojawapo ya malengo yangu ni kuona kwamba tunaweza kufanya vipi kazi pamoja. Nyinyi kama ex-City mkiendelea na forum yenu, lakini sisi kama City tunataka kuona kwamba City Alumni Tanzania Charter inatambulika kwingineko kule. Na nilijaribu kuonyesha tu kwamba namaanisha, nilijaribu kwenda, wote nyinyi mnafahamu utaratibu wetu, nilijaribu kwenda New York kwenye ile kitengo kinachoitwa IFM, International Franchise Management, na kuwauliza kwamba hivi na inventory ya City alumni? Wakaniambia ndio tunayo. Nikamwambia naomba mnipatie. Guess what? I think kwa hawa waliopo hapa nadhani ni 5 tu ambao mmejiregister. Wengine of course hawapo. Kati ya almost nadhani watu 100 ni watu 13 tu ambao wamejiregister kama City alumni. Kujiregister kama City alumni haimaanishi kwamba kwa sababu wewe ni competitor wetu kuna chochote kile ambacho una compromise. Hapana, ni ku appreciate kwamba nilipitia hapa, na kwa wale ambao tayari wameshaondoka labda kwenye kazi za kibenki, inakupa vile vile nafasi ya wewe kuweza kusema kwamba unataka tu kuwa alumni ama vile vile uko tayari kwa ajili ya consideration nyingine. Kwa mfano, kama benki ambayo ilisajiliwa hapa, tunatakiwa tuwe na bodi. Na bodi yetu inatakiwa kwa kiasi kubwa iwe na watu ambao wako humu nchini na kila kitu. Mimi kama mimi ningependa kwamba nione
bodi ambayo inatokana na product ya X-City, kwa sababu mnafahamu operating model na kila kitu. Haitakuwa ngumu kwangu mimi kama CEO nikikaa na bodi ambayo nikiambia kwamba kwenye hii outsourcing ama kwenye kitu hichi hapa ni hivi na hivi, unakuwa unaelewa, una background na kila kitu. Kwa hiyo kwa hilo, na ili nisizidi kuwachosha, ningependa kuwa encourage kwa wale ambao watakuwa interested, na nitashare na uongozi kwamba mjisajili, na ni independent process ambayo hata sisi huku hatuhusiki, lakini mimi kama CEO naweza nikapata hizo details ili niweze kuendelea kuwasiliana na nyinyi. Niwashauri kwamba mjiregister ili muweze kuwa na huo utambulisho, na kwa wale ambao nitakao jaribu kuja kuongea na ninyi kwa ajili ya possibility na chances mbalimbali ambazo zitakazokuwepo ndani ya benki, naomba ushirikiano wenu, mwe wazi tu. Na hata hivyo nadhani kwamba sitakuwa nimemkosea heshima director wangu mmoja nikisema kwamba na nikiannounce kwamba Andulile tumeweza onboard rasmi kuanzia mwaka huu, ni mmoja wapo director wetu, na hiyo ni kuonyesha tu kwamba nini ambacho tunachomaanisha. Kwa hiyo naomba na nasisitiza kwamba mjirejiste, ili kwamba hata mimi ninapokwenda, kuna kinachoshangaza zaidi ni kwamba na nyinyi mmekwepo. Kwa sababu tunazungumza kishwashwa hapa, niwaambie tu kwamba kama City tunafungu kwa ajili ya kufanya formal shwashwa. Sasa lakini miaka yote hii ukimuuliza kaka Mroso pale, sijui kama anakumbuka kwamba lini ambapo ndani ya City tulifanya a formal shwashwa. Siku zote shwashwa zimekuwa za Jasmine kukomalia kweli uchangie. Na msimondoe Jasmine, baba anafanya kazi hiyo vizuri sana. Kwa hiyo tuna hilo fungu, lakini ili hilo fungu liweze kutoka inabidi lazima kuwe kuna watu wamejiregister. Sasa hivi kuna watu 13 tu. Kwa hiyo leo hii mimi kama CEO nikisema kwamba nataka fungu niweze nikakutana na watu 13 wataniambia, lakini hilo fungu nalo Tanzania, kwa nini usilichukue tu hapo? Yetu tena kwamba okay, kuna swali kule. Okay. Kwa sasa hivi kwa kweli nikianza kuelezea process ya kuregister najua Halifa hataelewa kabisa. Kwa hiyo nitashare hizo details na uongozi najua kwamba una namna ya kucommunicate na ninyi. Na naamini kwamba leo hii tumekuja hapa kwa ajili ya kucelebrate, catch up na kila kitu. The City, we never expected a day would come that we'll have, CEO from amongst ourselves. Yeah. It's also a nice surprise for what he has said, which is an opportunity for all of us. Again, I'll keep it short. Number one, definitely chairman and the leadership should have been here to talk, but this concerns both internal members and external, and it's much better for the trustees board to talk to you. First and foremost, Brother Gaspar sends his apologies for not coming. He could not make it, and he sent me specifically to say that he would have rather have been with you, lakini memshinda kabisa, na mnajua Gaspar na Shwashwa wa haviachanishwi. Lakini pia jambo jingine ambalo nilitaka kusema kwenu ni kuhusiana na huu moja ambao jambo limechagizwa sana na Geoffrey alipozungumza. It actually means there is something that we need to do seriously, on this note. Definitely miaka minne thereabout iliyopita, some of us thought we should formalize this relationship. It's nice to have an informal gathering like this, but the questions were that it was getting too informal to be able to enforce a few things. There's a beauty in terms of being informal.
But, you know, in a way, we thought we should do this. I would want to, I can't get everything off my mind, to enumerate quite a few things that we've been able to do. Since then, for most of the time that we've been together, tume concentrate kwenye condolences money kwa wale ambao wanakumbwa na challenges, hasa misiba, na tumeweza kutoa condolences money kwa misiba mara 6, jumla ya milioni 9. Anna, you know, it happened to Anna, to Clara, kaka Gaspar twice, to Mangire mdogo wangu, to Charles. Now you can see, you know, this has been possible. Why we said before this is an insurance. We actually thanks to Gaspar, naomba mpigie makofi, to Dennis as well. Mdogo wangu Dennis, kwa kawaida huwa hayapiti masaa mawili kabla pesa haijafika kwa mfiwa ili aweze kudeal na mambo yake. Now that's exactly what we wanted to do. We feel bad, extremely bad that we left some of you, some of the others kwenye group kubwa. Na tunatumia kila platform ya SWASHWA kuwakumbusha kwamba we need to do this. Now we've gone to a point where we want to formalize the structure. Make it even formal than what it was, and go the association route. We'll come to you with very specific needs of what we want to do, lakini kwa kiasi kikubwa tunahitaji members wote wawe na NIDA. Someone made a joke that kila mtu akiwa na simu kuanzia mwaka 2020 umeanza lazima ana kitambulisho cha NIDA. Kwa hiyo wote ambao wana kitambulisho cha NIDA will distribute to you the instruments, constitution na kadhalika kwa ajili ya kuregister as an association. From the association, why do we want to formalize? We want to formalize kwa sababu kweli haya mambo ya kusaidiana kwa matatizo yataendelea, lakini we'll open up, we'll widen up the possibility ya kusaidiana kwa kiasi kikubwa. Again, it's a very wide network. Ando ndio hivyo kashabahatika kama mjumbe wa bodi ya city, labda na wengine. Ando usisahau kuwapa mguu wengine ili wapande walipofikia. Kwa hiyo tutasaidiana kwa hilo, lakini pia tutaangalia kama tunaweza tukaanza kusustain hichi kipato kwa biashara. Kwa sababu sasa tunachanga 30,000 per month, which we thought was quite a lot miaka 4 iliyopita, mpaka leo haijabadilika, ni 30,000. Lakini kwa nini tuendelee kuchanga 30,000 kila siku? So we look into an opportunity whether we can start investing some of this money. Kwa mfano, again from the numbers, you see that kwa sasa mfuko umefikia milioni 37,225, 37,225. Out of that money, of course, kama nilivyosema, tumelipa karibu milioni 10, tungekuwa tunakaribia milioni 50 kwa sasa. Na kwa kiasi kikubwa tuna hela tu imekaa kwenye account. Nzilasi hela hizi milioni 10, 200,000 na zingine milioni 27 ziko kwenye you know, fixed deposit. Kwa hiyo ni fixed deposit sasa hivi nalipa kidogo sana. Tunaangalia jinsi gani ambao tunaweza tukainvest milioni 27 ama zaidi. But the idea is also to go even to bigger things. Kwa mfano unaweza kutumia milioni 27 ambao ni ndogo, like kama mtaji, kama idea ya biashara ni kubwa, let's say milioni 100, tuchukue hela zingine to call for members waongeze mchango ambao utakuwa treated otherwise. Watu wengi wana maswali, labda mtatoa nafasi ya maswali, lakini swali kubwa linakuja sasa, kama mimi sikuwepo siku zote, nikija sasa hivi itakuwa. Before we make very final understanding, the idea is inabidi umatch kila kitu ambacho wenzako wametoa. Dennis, how much is it today to date? Milioni 1,130,000. No. Laki 3. Milioni 1,300,000. Yeah. Kwa hiyo inabidi utoe ili uwe active. Lakini I think you know, Dennis has an informal way of looking at this. Kwa hiyo unaweza ukatoa in tranches, right? Exactly.
The only thing is wakati hujafikisha hiyo 1,300,000 unaweza usienjoy what the others wamesha enjoy. Watu wengine pia wanaweza swali, nasema mimi sikuwepo miaka 4. Sasa kwa nini nitoe hela hizi zote? Na sisi tunasema apart from watu 5 katika 25, wengine wote 20 hawajaenjoy. By the way, hili sio jambo la kuishi kuenjoy, ni yale mambo ambayo ni magumu. Kwa hiyo ina maana utajiunga kwenye group kubwa la watu ambao hawajaenjoy. Hamna jinsi ya kusema tutazame pembeni, tukupe wewe a low threshold ya kuachieve. Kwa hiyo you pay that, maybe when we go huko mbele introduce even more. Kwa sababu sasa hivi is a bit flexible for you to come in and to do what to do. We are in total 43 members. Out of that group, nani anakumbuka? Jasmine, wewe ni admin. Tuko wangapi kwenye group zima? Yeah. Yeah, lakini we are 43 out of the group. Unfortunately mpaka sasa hivi members ambao ni active ni 25 out of that 43. Ingawa wote tuko pamoja. Yeah, so 180, hardly 50 thereabout is what we have. Kwa ina maana kazi ya gospel hii ambayo tunafanya inabidi iongezeke, lakini watu wale wakula na feel very very lonely. We would have wished all of you to be there. Especially inapotokea matatizo tunapojikusanya na kutoa pesa na nyinyi kwenye group kubwa mmenyamaza kimya. Inatusumbua sana. Lakini hamna jinsi because we made that decision. Kabla sijaondoka na kabla hamjaendelea na shwashwa, nauliza swali ambalo unajua tu majibu yake, lakini lazima niulize kutimiza majukumu. Kuna swali? Ex-city bankers. Kuna swali? Hakuna swali. Hamna swali, I think. Sorry? Yeah, please. Kitula. Nashukuru. Tunaongea kama ex-city. Yes. Lakini kuna part of us are not ex-city, are within city. Yeah. Okay. Na sijui labda naongelea wangependa kuenjoy fringes and benefit which we have ex-city. Yeah. Sababu kwenye shwasha tuko pamoja. Yeah. Je, kwenye mambo mengine tunawaachaje? Sasa sijui kama sisi ambao tuko ex-city tutaliconsider vipi hili. Okay. Kama nimekuelewa, kama mmesikiza anauliza kwamba tunaongelea ex-city, like kuna watu kwa country city. There are many tax yuko pale. Tax, I don't even know your ex-city, city. Yeah. But yuko tax, yuko Geoffrey amezungumza hapa, na wengine. Kwangu mimi nafikiri kupanda hili basi, kudandia hili basi, on the formal basis ni lazima ujiunge huo mwanachama. On informal we enjoy. I cannot say I don't, enjoy wote company ya watu tulioko hapa. Now we go back a long way, tuna a lot that we share. Kwa hiyo nafikiri tu jibu lako ni rahisi, and I think most people will want to do that. Tumesema there's a flexible route back into the group. Pay in tranches but as soon as possible, and then you are in. Kuna watu ambao walikuwa Tomaso hawaamini. How much do you need to believe? 4 years? Is it 49, almost 50 million? 37 iko pale. Dennis hajakula hata senti moja mpaka leo. I don't think you need to. Unasemaga unataka kutesti maji unaingiza mguu mmoja. Na unaweza kuingiza mwili mzima and still it will work. Swali la lingine lolote? Jamani, sorry kuwachelesheni vinywaji vyenu. Giga nyama zimeisha. You can come back here and take over, please. Thank you very much everyone. Tunashukuru sana kwa kuja. Enjoy the show. Kaka Saidi, nashukuru kwa niaba ya uongozi mzima wa ex-city Bongo. Nafikiri kama F4 ali-approve barbecue basi inatosha. Sijasikia comments za Mwarusha Mungure, lakini binafsi I'm happy. Kwa hiyo without further ado,
mi naomba ni declare kwamba hii Shwashwa, especially with uwepo wa Jeff, our very own, and of course Mwanaidi, is a success. Uongozi, action alizotoa trustee Saidi ni kwamba uongozi ulifanyie kazi hilo swala la tranches, lakini kwa declaration ya na comfort ya the trustee team, we are proceeding towards formalizing this association. Kwa niaba ya mwenyekiti naomba vinywaji vipo, nyama zipo, na ndizi choma ipo, supu ndio ambayo imekauka. Ladies and gentlemen, let's enjoy. Thank you.